Asante kwa neema hii ambayo Bwana wangu umetupatia. Umeendelea Bwana kuonekana katikati ya maisha yetu toka tulipoanza ibada hii mpaka sasa. Bwana uko pamoja nasi. Bwana, tunazidi kukualika wewe Roho Mtakatifu, tunapoenda kusemezana maneno yako matakatifu kutoka kwenye kitabu chako. Bwana Mungu, Mungu mwenye nguvu, tunajikabidhi na kujidhabihu mbele zako Bwana, tukikuomba Mungu wetu ukawe pamoja nasi tunapoenda Bwana kusikiliza neno lako Bwana kupitia mtumishi wako wewe mwandazi pia leo. Mungu wetu, naomba ukae pamoja nasi. Mungu wetu, naomba ukayafungue masikio yetu Bwana, masikio ya kiroho, masikio ya kimwili, tukapate Bwana kusikiliza neno lako kwa wema wako na kwa utukufu wa jina lako. Na yale yote tutakayopata Bwana kupitia neno lako Mungu, tukapate neema ya kuyafanyia kazi na kuyatendea kazi. Mfunike Bwana mtumishi wako anapoenda kulinena neno lako kwa uzima. Mungu ukamwonekanie, Mungu ukampiganie, Mungu ukawe pamoja naye, ukamtumie kama chombo Bwana, bali neno lako takatifu ukalipitisha kupitia yeye Bwana Mungu aweza. Namweka mikononi mwako na wakabidhi mikononi mwako watu wote tunaosikiliza neno lako Mungu, tukaonekaniwe kupitia neno hili Bwana. Walio na haja mbalimbali za mioyo yao kupitia neno hili Bwana, wakaganzwe Bwana Mungu aweza. Wagonjwa walio hawajiwezi kupitia neno lako hili Bwana mtakatifu wa amani, wakakutane na wewe Bwana, wakakutane na nguvu zako mtakatifu wa amani. Wale walio na mahitaji mbalimbali kupitia neno lako hili takatifu, utukufu wako ukawafunike na nguvu zako zikawafunike Bwana. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako, tunaiweka mikononi mwako ibada ya hii Bwana Mungu aweza, tukiomba malaika wako azingira eneo hili Bwana, tukizuia kila nguvu na kazi za mawakala wa kishetani katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako Bwana ukatamalaki mahali hapa, ukazuie kila vyote ambavyo Bwana vinazuia watu wako kusikiliza neno lako takatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunazuia Bwana kila uharibifu, tunazuia kila chochote Bwana Mungu aweza kitakachoweza kujiingiza Bwana ili kuharibu ibada hii. Mtakatifu wa amani, utufunike kwa moto wako ulao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Kuwezeshwa kwa kweli, kanisa mmefanya kazi kubwa. Mungu awabariki sana. Kuna baadhi walishindwa, lakini kanisa la Nyeblogoya mmeweza. Mungu awabariki sana. Basi siku ya leo kwa wageni, mimi ninaitwa Mwinjilisti Daudi Sanila, ni mwanafunzi wa chuo cha Biblia, niko Malimbe, mwaka wangu wa 3 sasa na semester ya 2. Ninamshukuru Mungu nimebakiza semester 1 na tayari kwa neema ya Mungu tunavyo vituo vya siri. Kwa hiyo wakati wowote na muda wowote ninaweza nikaingia kumtumikia Mungu. Nichukue nafasi hii kutambulisha kitabu tutakachojifunza kwa siku ya leo. Ni kitabu cha Mwanzo sura ya 39 na tutaanza na mstari ule wa 1 mpaka ule wa 6a. Nakumbuka kuna wakati nilipata nafasi ya kuzungumza nanyi, Mungu aliponitumia tulipata kuona mahali hapa kwenye kitabu hiki kuanzia mstari huo wa 7, kuanzia mstari wa 6b mpaka ule mstari wa 12 tuliona hapa, lakini ninajua Mungu analokusudi kunirudisha mahali hapa katika sura hii ya 39 na mstari huu wa 1 mpaka huu mstari wa 6a. Nisome Mwanzo 39 mstari wa 1 mpaka ule wa 6a. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri,
naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao Waishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawatokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hiki nilipokuwa nikitafakari habari za Yusufu, nikiangalia maisha ya Yusufu mwanzo na katikati ya maisha yake na mwisho wake, nilipata kujifunza jambo ambalo natamani siku ya leo tuweze kushirikishana. Mahali hapa tutajifunza faida za kuwa na Mungu katika maisha yako. Katika mstari huu wa kwanza mpaka huu mstari wa 6a, natamani tujifunze habari za faida ya kuwa na Mungu katika maisha yako. Unajua, ni kweli unaweza ukawa unatafakari kwamba hivi ninapokuwa na Mungu ni kitu gani kinachoonesha kwamba niko na Mungu? Au wakati mwingine unaweza ukatafakari kwamba hivi kwa nini mimi katika mambo mengi ninayoyatenda mara nyingi nimekuwa sifikii mafanikio? Je, ni kweli Mungu yuko ndani yangu? Au wakati ule ambao ninapitia magumu, nilishawahi kutafakari ya kwamba hivi ni kwa jinsi gani sasa nitaweza kufaulu kufika katika kusudio ambalo ninatamani kufika? Ninajua watu wengi katika maisha yao hutamani kufika mbele zaidi, katika kazi, katika masomo, katika familia. Kila mtu anapoingia katika jambo fulani hutamani kuwa na mwisho mzuri, hutamani kuendelea mbele zaidi. Hamna mtu ambaye alishawahi kuamka akatamani kurudi nyuma. Hayupo. Kila mtu anapotembea, kila mtu anapofikiria, kila mtu anapokuwa mahali popote hutamani kuendelea mbele na sio kurudi nyuma. Hata mtu huwa anakuwa kwa kuendelea mbele, sio kwa kurudi nyuma. Hakuna aliyeanzia kuwa mzee halafu akaja akawa mtoto. Hayupo. Kwa hiyo kumbe katika mawazo yetu, katika fikra zetu, kila mtu hutamani kuendelea mbele. Lakini changamoto kwa watu wengi leo hii imekuwa ni kazi ngumu kuweza kufikia ile kitu ambayo wanaitamani kutokana na habari za mazingira wanayokutana nayo. Nakumbuka ulikuwa mwaka fulani nikiwa Geita, nafanya kazi ya taniboi. Nilikuwa na mzee mmoja alikuwa na gari ndogo hivi aina ya Tata. Tumebeba mzigo na tunatamani kufika Masumbu asubuhi na mapema siku ya Jumatano kwa ajili ya mnada, na tumebeba mzigo wa watu. Wakati tuko barabarani, tairi moja ya gari inapata pancha. Matokeo yake tunashuka kuanza kuitengeneza, alafu ni usiku wa manane. Makusudio yetu na malengo yetu ilikuwa tunatamani tufike kule mapema ili kusudi biashara ikaendelee. Sasa ni kawaida kabisa ya mwanadamu kwamba kila jambo ambalo analifanya anatamani kusonga mbele, huwa hatamani kubaki nyuma.
Je, katika sasa maisha yako ambayo unayo hadi hivi sasa, ni kitu gani ambacho ulishatamani ukifanya kuendelea mbele na matokeo yake kikaishia katikati? Na ulishawahi kujiuliza ni kwa nini kila hatua ninayoipanga kwa ajili ya kunisaidia kufika mbele, au kila jambo ninalotamani kutenda niweze kufika mbele huwa linakwama? Ulishawahi kujiuliza swali kama hilo? Tunajua kila mtu huwa anatamani kufika mbele, na anapotamani kufika mbele changamoto ni nyingi. Sasa je, uko na Mungu ndani yako na unatamani kufika mbele, ni lazima uzingatie mambo ambayo yatakusaidia kufika mbele. Na tutaona mambo matatu, mambo manne katika mistari hii, kwamba faida za kuwa na Mungu katika maisha yako. Tutaona faida 4 ambazo zitakusaidia kuendelea kutembea katika safari uliyo nayo, haijalishi kuna changamoto kiasi gani unazokutana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Faida za kuwa na Mungu katika maisha yako. Jambo la kwanza ni kustawi. Mstari ndio wa kwanza na wa pili nitasoma. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema neno kustawi, kustawi ni kumea, kustawi ni kuongezeka, kustawi ni kusogea mbele zaidi. Tunamwona Yusufu baada ya kutolewa katika nchi ambayo alikuwa akiishi yeye pamoja na ndugu zake, ambapo alitamani kufika mbele zaidi. Wakati akiwa na ndugu zake, kuna wakati ilifika sehemu akawaeleza habari za kwamba katika maisha yake ameota ndoto ya kwamba anatamani kwenda mbele zaidi, na ndugu zake wanatakiwa wamwinamie, wanatakiwa kumtegemea yeye. Tunaona Yusufu baada ya kufanya vile vitu anaingia kwenye changamoto ya kuuzwa utumwani. Na kawaida ya maisha ya mtu, hata ukijiuliza hivi, unafikiria kabisa kwamba ninatamani kuwa mtu fulani katika maisha yangu, halafu matokeo yake kwenye nafasi uliopo unashuka chini zaidi. Kwa hiyo ukija kufikiria, wakati mwingine inaweza ikavunja moyo sana. Tunaona Yusufu alikuwa ni mtoto wa Yakobo, na Yakobo alikuwa ni mtu ambaye ana mali. Pili, alikuwa anapendwa na Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake. Kwa hiyo wakati mwingine aliweza kujiuliza kwamba labda siku moja baba yake mzazi ataweza kumkaimisha nafasi aliyo nayo, kwamba ndugu zake wawe chini yake, mali za baba yake ziwe chini ya Yusufu. Wakati mwingine aliweza kujiuliza hivyo, lakini tunaona anaingia kwenye changamoto ya kuuzwa kutoka kuwa mtoto wa bosi, mtoto wa mmiliki, na kuingia katika changamoto ya kuwa mtumwa, kitu ambacho hata watu wengi leo kinatupata. Unatamani kupata kitu kingine zaidi, unatamani kuongezeka zaidi katika maisha yako, lakini kile kitu ambacho ulikuwa nacho ili kikusaidie kufika kule mbele unapopataka, matokeo yake kinapotea, unarudi kwenye nafasi ya chini zaidi. Sikiliza, nikutie moyo, usiogope kutokana na nafasi hiyo, kwamba ulikuwa level fulani halafu ukashuka zaidi katika level nyingine ya chini zaidi. Wakati mwingine huwa ni mipango ya Mungu, kwa sababu Yusufu endapo angeamua kujitetea kwa ndugu zake, kukataa kuuzwa kwa Waishmaeli, angeamua kujitetea, kuwakwepa, wakati mwingine ndoto zake zisingetimia. Ndivyo jinsi ilivyo katika maisha yetu wa Kristo. Wakati mwingine unaweza ukaona kwamba hivi, kwa nini mimi katika maisha yangu kuna changamoto zinakuja? Usizikimbie, kabiliana nazo, kwa sababu hujui Mungu ana mpango gani na wewe kufikia changamoto hizo.
Yusufu anauzwa utumwani, anatolewa kuwa mtoto wa miliki na kuwa mtumwa, kitu ambacho ukifikiria kabisa kinavunja moyo. Yaani kutoka kuwa mtoto wa miliki halafu unakuja kuwa mtumwa, ni kitu ambacho kinavunja moyo kabisa, kinavunja moyo. Lakini tunaona Yusufu pamoja na kwamba aliuzwa utumwani, alikubali kuendelea kuwa na Mungu katika maisha yake, hakumwacha Mungu. Na ndio maana katika mstari wa pili akasema Yusufu akazidi kustawi, pamoja na kwamba yuko ndani ya changamoto, lakini Yusufu alizidi kustawi. Sikiliza, stawi katikati ya changamoto ulizo nazo. Wakati mwingine ni maisha ulio nayo, anainuka mtu wa kukuletea vikwazo, anainuka mtu wa kuja kukuletea pingamizi katika jambo ulilokusudia. Sikiliza, usimkimbie wala usijipinge hilo. Mstari wa 4 mpaka wa 5a. Ndio. Yusufu akaona neema machoni pake, akamsikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo. Bwana akabariki nyumba ya yule mtu kwa ajili yake. Bwana Yesu. La tatu, kwamba faida za kuwa na Mungu katika maisha yako. Jambo la tatu ni kuaminiwa. Kuaminiwa ni tendo la kuwa huru kwa watu katika kukuwazia chochote katika wema, upendo, na limejengwa katika neno uaminifu. Tunaona Yusufu hakuchoka pamoja na changamoto anazopitia, aliendelea kumtumainia Mungu na kumtumikia yule Bwana wake ambaye alikuwa amemweka chini ya utumwa. Ndipo Mungu akapata nafasi ya kumfanya awe mwaminifu. Kwa hiyo faida nyingine ya kuwa na Mungu katika maisha yetu ni katika mambo gani? Waaminifu katika mambo yote. Kawaida ya Mkristo anapokuwa katika mazingira ya aina yoyote ile, ni daima kwamba anatakiwa kuwa mwaminifu katika mambo yote, hasa katika mambo ya kimungu. Lakini changamoto ya watu wengi sio waaminifu. Sio kabisa. Anaweza kuwa mwaminifu kwa dakika 2, alafu dakika ya 3 akawa sio mwaminifu. Hebu piga picha. Yusufu ni mtu ambaye alikuwa ni mtumwa, halafu anawekwa kutumika, anakabidhiwa baadhi ya vitu aweze kuvilinda, aweze kuviangalia. Wewe ni mtumwa, halafu unapewa mali ya mtu mkubwa kabisa. Kwa tafasiri ya haraka, akida kwa leo ni kama masio, na sio ni mkubwa wa kambi, si ndio hivyo? Mkuu wa kikosi. Kwa hiyo Yusufu anapewa nafasi ya kusimamia vile vitu ambavyo vinamilikiwa na sio, vinamilikiwa na akida. Maana ni kwamba kama kuna kazi ndani ya nyumba, ni zote yeye ndiye msimamizi. Kama kuna biashara, yeye ndiye msimamizi. Katika mashamba, yeye ndiye. Tunaweza tukakuamini, tukakuachia pesa zetu, tukakaa nazo mwezi mzima. Au ni Mkristo alafu tukikupa pesa unapotea? Ni Wakristo wangapi katika maisha yako umekutana nao, akipata nafasi ya kupata pesa anasahau hata kuwa mwaminifu mbele za Mungu? Ni wangapi? Ni watu wangapi ambao walitamani kupata kazi na baada ya kupata kazi wakakosa hata muda wa kumwabudu Mungu? Ni wangapi? Ni wangapi waliofikiri kwamba Mungu tutakutumikia mwaka huu unapoanza, halafu matokeo yake ni mwezi wa kwanza wa pili umeshapata changamoto, umetulia na kutulia? Ni wangapi? Uaminifu ulishapungua, na uaminifu unapunguzwa na changamoto unazokutana nazo. Unapaswa kuwa mwaminifu wakati wote, katika mambo yote, katika kazi zote unapaswa kuwa mwaminifu.
kwa sababu Mungu anapenda waaminifu. Na katika Zaburi ile ya 138 na mstari wa 6 anasema Mungu anawajua walio waaminifu na wanyenyekevu. Yeye Mungu anawajua, tena ndio watu wake, na aliapa ya kwamba hata katika shida, hata katika magumu, yeye hawezi kuacha, bali mkono wake utakuwa pamoja nao. Unaweza ukajipeleleza ndani ya moyo wewe mwenyewe kwamba je, mimi ni mwaminifu? Ni kitu gani ambacho nilitamani kumtumikia Mungu wangu na leo hii situmiki kwa sababu ya changamoto? Maana yake ni uaminifu. Changamoto zinakutoa katika kusudi. Changamoto zinakutoa katika lengo. Uwe mwaminifu kwa sababu ya matokeo yako. Na huwezi kuwa mwaminifu pasipo Mungu. Ni lazima umkubali Mungu kuketi ndani yako, ndipo uwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4. Faida za kuwa na Mungu katika maisha yako. Jambo la 4 katika mstari huo uliobaki, mstari wa 6 wa 5b mpaka wa 6. Karibu msomaji uweze kusoma. Ndio. Akayaacha yote aliyokuwa nayo, wala hakujua habari ya chochote ila hizo chakula. Bwana ni kubarikiwa. Yusufu baada ya kutumika vyema mbele za Potifa na kumtumikia vyema Mungu, Yusufu baada ya kuwa na tumaini mbele za Mungu, Mungu aliamua kumbariki Yusufu na kuibariki nyumba ya Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuna jambo la kujifunza sana. Hivi unajua katika maisha yako hivyo ulivyo na namna unavyotumika na namna unavyotenda na namna unavyoishi, hivi unajua kuna watu wanabarikiwa? Hivi unajua maisha ulio nayo kuna watu wanabarikiwa kupitia wewe? Hivi unajua hiyo hatua uliopo kuna watu wanabarikiwa kupitia wewe? Na huwezi ukabarikiwa kama uko pamoja na Mungu. Ni lazima ukubali kuwa na Mungu ndipo upate kubarikiwa, na baada ya kubarikiwa wewe na ndugu zako watabarikiwa. Kwa hiyo kupitia wewe wapo watu watabarikiwa, kupitia wewe wapo watu watakubali, wapo watu watakaa vizuri, wapo watu watafunguliwa. Yote ni kupitia wewe, lakini mpaka wewe ukubali kuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpaka ukubali kuwa na Mungu. Ni mpaka ukubali kuwa na Mungu. Ni kweli wakati mwingine unaweza ukajiuliza kwamba sasa Mungu nitakuwa naeje? Ni katika vitu unavyoviishi, ni katika kumwamini yeye. Ni katika kumwamini yeye. Watu wengi tulishatoka kwenye lengo, na watu wengi huwa tunaishi tunaye Mungu, na wakati huo ni kama kufikiria tu kwamba ninaye Mungu. Kwa sababu gani? Wakati unakutana na changamoto, hakuna kitu ambacho kinaweza kikabadilika, na matokeo yake hutamani kwa akili zako kuzitatua zile changamoto, na sio nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ukiona namna hiyo, ujue kabisa Mungu ndani yako hakuna. Ukija kugundua kwamba katika maisha yako unapopatwa na changamoto gani, unaanza kumtafuta mchawi ni nani, ujue ndani yako hakuna Mungu. Unapokutana na nafasi ya kusonga mbele, halafu matokeo yake unaisahau, au matokeo yake unagairi, au matokeo yake unaingia katika changamoto za kutengeneza wengine wawe wahusika wa kile kitu kilichokupata, maana yake ni kwamba ndani yako hakuna Mungu. Unapokosa ushirika na wenzako, maana yake ndani yako hakuna Mungu. Pale ambapo huduma unayoifanya inapokatishwa kwa sababu ya changamoto zinazoletwa na watu ama zinazoingia katika maisha yako, maana yake ni kwamba ndani yako hakuna Mungu.
Ni lazima ujipeleleze na kujiuliza sasa, je, ni kweli katika maisha yangu ninaye Mungu? Na kama ninaye Mungu, katika changamoto nilizo nazo huwa ninafanya nini? Kwa sababu yeye ametuahidi ya kwamba tutakapokuwa naye, yeye atatustahimilisha katika changamoto. Tutastawi. Haijalishi ni gumu gani utakayokutana nalo, wewe utastawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ametuahidi ya kwamba tutakuwa waaminifu. Atatufanya tuonekane waaminifu katika jamii zetu, katika familia zetu. Nakumbuka kijijini kwetu, miaka ya nyuma tulikuwa tunasimuliwa. Kuna babu mmoja alikuwa ni Mprotestanti. Ikitokea kuna ghafla yoyote ya wananzengo kukusanyika, wanapoanza kujadili kwamba ni kwa namna gani wafanye 1, 2, 3, ikiwa ni tatizo lolote lile, wengine wote mtasikilizwa. Lakini inapokuja kupika nafasi ya yule mtu ambaye wanajua kwanza ni mtu wa Mungu, halafu wanajua ni mtumishi wa Mungu, halafu wanajua ni mwaminifu, halafu wanajua ni mvumilivu katika mambo yote, inapofika nafasi yake kuzungumza, kwanza watu wote wananyamaza kimya, halafu wanamsikiliza. Baada ya hapo ni kusema tumekubaliana na mawazo yake. Ni kwa sababu ndani yake alikuwa na Mungu, na Mungu ndiye alifanikisha mambo yote katika mkono wake. Kubali kufanikishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Faida za kuwa na Mungu katika maisha yako. Mambo 4. Natamani wafanyike msaada kwako katika safari uliyo nayo. Binafsi siwezi kujua ni safari gani uliyo nayo, lakini Mungu mwenyewe anajua. Kwa hiyo ni kazi yako, ni juu yako, ni wajibu wako kuyazingatia hayo, ili kusudi upate kustawi, lakini upate kufanikishwa, upate kubarikiwa, upate kuwa mwaminifu mbele za watu na mbele za Mungu. Simama tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, tunasema asante kwa sababu ya neno ambalo umetupa siku ya leo, ya kwamba faida za kukaa na wewe ni lazima tutastawi, lakini utatufanikisha, tutakuwa waaminifu, utatubariki. Baba, tunaomba ukae pamoja nasi na kutulinda katika mioyo yetu, ukatuchunguze na kutuongoza kama jinsi ulivyokusudia. Baba, ninaomba na kushukuru kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amina. Asante sana.